Habari, hii ni Dar24 magazeti ya asubuhi leo. Upo na Nuru Mbilinyi ambaye nitakusomea vichwa vya habari vilivyopo uzito katika magazeti ya leo. Ni Mei 27, 2017 na moja kwa moja nikianza na gazeti la Mwananchi. Habari zilizopo uzito zinasema Akashia waomba tume huru uchaguzi mpya, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 4. Mwanamke miaka 37 azaa watoto 38 aweka rekodi barani Afrika, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 5, Lukuvi ang'ara kwa mara ya 3 bungeni. Na katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zilizopo uzito zinasema Kihoro moto TAKUKURU, DCI kwanza kualiza vigogo, wapiga dili mchanga dhahabu, baadhi washtukiwa kwa kuanza kubadili umiliki, utitiri wa viwanja, magari, mijengo ya ufukweni. Na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 2. TCU yainua mikono rasmi kupangia vyuo wanafunzi. Sasa ruksa kila moja kujichagulia anakotaka, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 2. Mume au mke kwa risasi naye ajimaliza, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 3. Na katika gazeti la Mtanzania Fikra Kinifu, habari zilizopo uzito zinasema mchanga wa madini Chenge Werema wajivua lawama. Hiyo ni habari inayosomeka katika ukurasa wa 4. Akashia wataka uchunguzi huru mchanga wa dhahabu, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 4. Kimataifa, FBI yamweka mkwe wa Trump kikangoni, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 26. Tulikosea njia tulipopitisha sheria ya madini ya mwaka 1998 iliyofanya mikataba iwe na nguvu zaidi kuliko sheria, tukajifunga pingu. Hayo ni maneno ya Profesa Isa Shivji. Na katika gazeti la Uhuru ukweli daima, habari zilizopewa kipaumbele zinasema amua mkewe kujiua kwa risasi, na ni habari inayosomeka vizuri zaidi katika ukurasa wa 4. Mbaroni kwa kupasua maiti na kuchukua kete 32 dawa za kulevya, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 4. Msipandishe bei ya futari, Dr. Shein azungumza hayo. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa 4. Watakiwa kuacha kujilimbikizia mali, pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 2. Na ukurasa wa 3, mawaziri watia saini mradi wa bomba la mafuta. Na katika gazeti la Habari Leo, habari zilizopewa kipaumbele zinasema mkataba bomba la mafuta sasa rasmi ni wa zaidi ya trilioni 7.5, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 3. Lukuvi apiga marufuku ujenzi maeneo yasiyopimwa, gharama za upimaji za pungua, pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 3. Aliyemchinja mpenzi wake kunyongwa, nayo ni habari katika ukurasa wa 3. Mbaroni kwa kupasua maiti na kutoa unga, ni habari katika ukurasa wa 4. Chenge wachimbaji wampongeza Rais Magufuli, hiyo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 2. Mpenzi mtazamaji wa Dar24 magazeti, na huo ndio mwisho wa Dar24 magazeti asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Nuru Mbilinyi. Basi nikusihi endelea kuwa nasi kupitia Dar24.com, lakini pia unapata habari zetu kwa urahisi zaidi kupitia Android app ya Dar24. Usisahau kusubscribe YouTube channel kwa Dar24 News, tufollow Instagram, Twitter kwa Dar24 News, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kwa Dar24, na hii ni Dar24, taarifa bila mipaka.